Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Karibuni kwa misa. Bwana wetu Yesu Kristo aliwauliza wafuasi wake maswali mawili. Kwanza, watu wasema mimi ni nani? Na pili, ninyi wenyewe mwasema mimi kuwa ni nani? Pia tuuliza swali hilo, na hasa hili la pili, kwa tupate kulizingatia na kutafakari, tumfahamu Yesu Kristo kuwa ni nani katika maisha yetu. Tuombe neema za kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo kama Petro alivyofanya na kumfuata hadi mwisho. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba mwenye heri Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, uliyaweka maagizo yote ya sheria takatifu katika upendo kwako na kwa jirani. Utujalie kuzishika amri zako, tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Nabii Hagai. Mwaka wa pili wa utawala wake Mfalme Dariusi, siku ya 21 ya mwezi wa 7, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Nabii Hagai likisema, nenda ukaseme na Zerubabeli, liwali wa Yuda, na Yoshua kuhani mkuu, na watu wa taifa waliorudi kutoka uhamishoni, ukawaambie, kati yenu imebaki nani aliyeona nyumba hii ya Mungu katika utukufu wake wa kwanza? Na sasa mnaonaje? Si imegeuka kuwa kama si kitu mbele ya macho yenu? Basi sasa uwe na moyo, ewe Zerubabeli, asema Bwana. Uwe na moyo, ewe Yoshua kuhani mkuu, mwana wa Yehozadeki. Jipeni moyo, enyi watu wa nchi yote, asema Bwana. Haya, mfanye kazi, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Nilifanya agano nanyi lipotoka katika nchi ya Misri. Roho yangu inakaa katikati yenu. Msiogope, maana Bwana wa majeshi asema hivi, bado kitambo kidogo, nami
Nitazitikisa mbingu na dunia, bahari na nchi kavu. Nitayatikisa mataifa yote, na vitu vya gharama vya mataifa yote vitafika huku. Nami nitajaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa nyumba hii ya pili utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa nyumba ya kwanza, asema Bwana wa majeshi, na mahali hapa nitaweka amani. Neno la Bwana. Umtumainie Mungu, yeye ndiye wokovu wangu na Mungu wangu. Ee Mungu, unijalie haki, unitetee mbele ya taifa lisilo na huruma, uniopoe na mtu wa hila na mwovu. Umtumainie Mungu, yeye ndiye wokovu wangu na Mungu wangu. Ee Mungu, wewe ndiwe ngome yangu. Kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda kwa huzuni, nikisongwa na maadui? Umtumainie Mungu, yeye ndiye wokovu wangu na Mungu wangu. Ulete mwanga wako na uaminifu wako, navyo vitaniongoza. Vitanipeleka kwenye mlima wako mtakatifu na kwenye makao yako. Umtumainie Mungu, yeye ndiye wokovu wangu na Mungu wangu. Nitakwenda altareni kwa Mungu aliye furaha na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kukupigia kinubi, Ee Mungu, Mungu wangu. Umtumainie Mungu, yeye ndiye wokovu wangu na Mungu wangu. Shangilio. Mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kuutoa uhai wake kuwa fidia kwa wengi. Haleluya, 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 amen. Haleluya, 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 amen. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Siku moja Yesu alipokuwa akisali peke yake na wafuasi wake walikuwako pamoja naye, aliwauliza, "Je, watu wanasema mimi kuwa nani?" Wakamjibu wakisema, "Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, na wengine mojawapo wa manabii wa kale aliyefufuka." Akawauliza, "Ninyi mnasema mimi kuwa nani?" Petro akamjibu akisema, "Ndiwe Kristo wa Mungu." Akawaonya na kuwakataza wasimwambie mtu habari hiyo. Akasema, "Lazima mwana wa mtu kupatwa na mateso mengi, kukataliwa na wazee, pia na makuhani wakuu na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka."
Injili ya Bwana. Wana wa Israeli walipokuwa wanalijenga hekalu upya, walichoka, walilegea, na Hagai ndiye anayewapa moyo na kuwakumbusha kwamba wao wapaswa wafanye sehemu yao, wafanye kile wanachoweza, na mengine mengi Mungu atayatenda mwenyewe. Mungu mwenyewe atatikiza kwa nguvu zake, na nyumba lile la kumuombea litapata kukamilishwa. Na yeye ndiye atakayejaza hekalu lile na utukufu wake. Kwa hivyo yeye atawapa nguvu na atalijaza hekalu lenyewe kwa utukufu wake, maana ndiye mwenye uweza, ndiye mwenye nguvu, na ndiye ngome, na ndiye ambaye ni tumaini la watu wake. Na kwa hivyo hata nasi katika maisha yetu, kwa lile ambalo twaweza ona la tulemea zaidi, ni vizuri kutambua kwamba tunaalikwa kutenda sehemu yetu, na lile ambalo twaweza, na mengine yote Mungu ayatenda na ayatimiza katika maisha yetu. Na Yesu akitembea pamoja na wafuasi wake baada ya sala, aliwapa mtihani, na mtihani aliyowapa ulikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza, watu wasema mimi kuwa ni nani? Na bila shaka kila mmoja wetu tukiulizwa swali la namna hiyo, Yesu ni nani, tuna majibu mengi tu, labda yale tuliyofundishwa kwa mafundisho ya dini, labda yale tuliyoyasoma kutoka kwa vitabu, na labda mengi ambao tumeyasikia kumhusu Yesu. Lakini katika mtihani huo swali ngumu lilikuwa ni la pili, je, ninyi wenyewe mwasema mimi ni nani? Na ndilo swali ambalo Bwana wetu Yesu Kristo atutaka kulijibu kila siku katika maisha yetu. Je, namtambua Yesu ni nani katika maisha yangu? Je, namtambua kama Mwokozi wangu? Namtambua kama tumaini langu? Na tunaona Petro mwenyewe alifahamu, na akamjibu akamwambia, ndiwe Kristo wa Mungu. Ndiwe Kristo wa Mungu. Yaani kwa namna nyingine amtambua kuwa ndiye Masia, ndiye mwana wa Mungu, na Mungu aliye kati ya watu wake. Na kwa hivyo hata nasi twamjibu Bwana wetu Yesu Kristo, sio kwa maneno tu, bali kwa namna ya maisha yetu, kwa matendo yetu, na kwa jinsi ambavyo twajitoa kwa ajili yake, na jinsi ambavyo twamfuata yeye katika maisha yetu. Tuombe neema ya kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo, na hata kumtambulisha kwa wengine kufuatia matendo yetu na jinsi ya maisha yetu. Ni kwa neema na msaada wa Kristo twaendelea kuishi ndani mwake na hata kumtambua zaidi katika maisha yetu. Upokewe Bwana vipaji vyetu, vitakase, vibariki, uvipokee. Vitakase, vibariki, uvipokee. Mkate wetu na divai, vipaji vyetu, vitakase, vibariki, uvipokee. Vitakase, vibariki, uvipokee. Nyoyo zetu
katika huduma za vipaji vyetu tujaliwe kwetu mkate wa vitakase, vibariki. Tukuze Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa mwako tumepokea divai hii tunakutolea. Divai hii ni tunda la mzabibu na kazi ya mikono ya wanadamu. Tujaliwe kwetu kinywaji cha Roho. Tukuze Mungu na mwana sisi tunaoku vipaji vyetu sadaka yetu ifanyike leo. Vitakase, vibariki, uvipokee. Vitakase, vibariki, uvipokee. Nia yake, nia yetu, vipaji vyetu. Vitakase, vibariki, uvipokee. Vitakase, vibariki, uvipokee. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Napokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa lake lote takatifu. Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vya taifa lako, ili hayo wanaoyaungama kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wake ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama Mwokozi na mkombozi. Akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: Takatifu, mtakatifu, takatifu, Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunatangaza kifo chako, Bwana, na kuutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha
kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo na Daudi askofu msaidizi na Wakirero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Changa kwa damu ya Kristo, tujalie uzima wa milele tutakapokea. Bwana Yesu Kristo, subhanahu damu yako bila kumsimamia kwa na adhabu, na kwa huruma yako fai kunilinda roho na mwili, tia dawa ya kuniponya. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, usistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kristo tulinde tupate uzima.
Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali niteswe nawe. Adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, niamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Ee Bwana, sisi unaotulisha kwa sakramenti zako, uwe radhi kutuinua kwa njia ya misaada yako ya siku zote, ili tuyapokee matunda ya ukombozi wako katika mafumbo na katika mwenendo wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, misa imekwisha. Na muwe na siku njema. Asante. Tumsifu Maria, enyi wanawe,